matukio. Moja ni matengenezo ya kanisa, reformation. Kila pili, tunakumbuka uhusiano wetu kati ya Kilakala na usharika wa Gaimasam kule Ujerumani. Matukio haya yote ni ya baraka sana. Hivyo tuianze sasa ibada hii takatifu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tukae.
Sayuni inasema huyu alizaliwa humo na yeye aliye juu. Tushirikiane wote mstari wa 7. Tuombe. Mungu wa neema, umetupa akili ili tukujue wewe, mioyo ili tukupende wewe, na sauti ili tuimbe sifa zako. Tuomba utujaze na Roho Mtakatifu wako ili tuweze kuadhimisha utukufu wako na kukuabudu katika roho na kweli, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana Mungu wetu yuko hapa, yuko pamoja nasi. Tumsujudie, tumche na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake, akisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote, na pende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tukisema kwamba hatuna dhambi tujidanganya wenyewe na wala kweli haimo mwetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu tumuungamie Mungu dhambi zetu tukitumia ungamo la kwanza. Tuungame tukisema: Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, naungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimekasirisha mara kwa mara, nimestahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini nazitia dhambi zangu na kutubu kweli na kusihi kwa rehema yako iliyokuu, unihurumie na kuniokoa. Mimi niliye maskini na mwenye dhambi. Ee Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Wapendwa watu wa Mungu, ungamo hili likiwa ni la kweli na mkitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili yake Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, ninawatangazia ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wa 292, ukurasa wa 292. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi,
mstari wa 15 mpaka wa 18, Marko 11 mstari wa 15 mpaka 18, nami nitatangulia kusoma. Akafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao wauza njiwa, wala hakuacha mtu achukue chombo kati ya hekalu. Akafundisha akasema, je, haikuandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Wakuu wa makuhani na waandishi wakapata habari, wakatafuta jinsi ya kumwangamiza, maana walimwogopa, kwa sababu mkutano wote walishangaa kwa mafundisho yake. Hili ndio neno la Bwana. Neno la Mungu liwe taa ya miguu yetu, litumulikie popote tutakapokuwa. Tuimbe neno la Mungu takata. Neno la inayotuunganisha sisi na Wakristo wote duniani, imani ya mitume, tukiri tukisema, namwamini Baba pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Ponto Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapanda mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Naamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo, lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Kanisa tukani. Sisi tunamtolea Mungu.
Mbele za Mungu. Tangazo la kwanza, tunamshukuru Mungu aliyetupa uzima na afya na kutuweza kujumuika pamoja leo kwenye ibada hii takatifu. Baraka za Mungu ziwe nasi leo tena tunapomwabudu Mungu wetu. Wapo kati yetu kuna wageni au wale ambao ni mara ya kwanza kuabudu katika usharika huu, tunaomba wasimame wajitambulishe ili washarika wa Kristo waweze kukaribisha. Lakini wale ambao ni wageni wa Baba Askofu mteule watatambulishwa rasmi kwa kufuata itifaki. Lakini wale wageni wengine ambao wametutembelea siku ya leo tunawakaribisha kama wapo wasimame. Karibu. Inaanza saa 1 asubuhi hadi saa 2:30 asubuhi. Tuna ibada ya pili saa 4 hadi saa 5:30 asubuhi. Lakini shule ya watoto ya Jumapili ni saa 2:30 hadi saa 4 asubuhi. Tunavyo vipindi vya neno la Mungu katikati ya wiki. Fellowship ni kila Jumapili saa 10 hadi saa 12. Morning Glory ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 11:30 hadi saa 1 asubuhi. Na Evening Glory ni kila siku ya Jumatatu na Ijumaa saa 11 mpaka saa 12 jioni. Ibada za jumuiya ni kila Jumamosi saa 12 hadi saa 1, na kwaya zetu zinakutana kwa mazoezi ya uimbaji kwa ratiba walizojipangia wenyewe. Wazee wa zamu leo na wiki yote hii, ibada ya kwanza ilipaswa kwa Vivian Hiza na Upendo Soka, lakini kwa mimi Maimu. Lakini pia tunasaidiana na Lawrence Kihoza. Na wiki ijayo wazee wa zamu watakuwa ibada ya kwanza Enigenza Mchome na Labani Kihongosi, na ibada ya pili itakuwa Ikunda Terry na Exaudi Minja. Mahudhurio na matoleo ya wiki iliyopita, ibada ya kwanza wanawake walikuwa 42, wanaume walikuwa 30, jumla yao 72. Ibada ya pili wanawake walikuwa 2, wanaume 3, jumla yao 5.
Shule ya Jumapili walikuwa 43, hivyo kufanya jumla ya Wakristo waliofika kumwabudu Mungu Jumapili iliyopita kuwa 120. 82,250 shukrani ya wiki 1,408, ahadi ya Mkristo 1,190, ahadi ya jengo 1,90, collect shilingi 500, shule ya Jumapili 18,450, mvumo shilingi 83,900, jumla baada ya kwanza ilikuwa 665,900. Baada ya pili madalo sharika shilingi 3,700, shukrani ya wiki 4,600, mvumo shilingi 2,000, madeni mbalimbali 67,500, jumla 77,800. Jumla sadaka zote ilikuwa 743,700. Toa sadaka maalum 239,350 na utoa projection 150. Baki kwa matumizi ya usharika ilikuwa 354,350. Mungu awabariki wote mliomtolea kwa moyo mkunjufu. Sadaka zetu leo utakuwa na sadaka madalo ya usharika wote mmeshaitoa, shukrani ya wiki, ahadi ya Mkristo na jengo, na sadaka ya KKKT ambayo pia imeshatolewa, alafu pia shukrani ya pekee. Tangazo la 9 linahusu sadaka za mitaa zinazofanywa katika usharika. Baraza la wazee na washirika wote wa Biblia ya Bwana na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mwanzo nilitaka kuinuka, mchungaji akaniambia usiinuke, maana kuna protocol. Akasema usharika niliozoea sasa kuna protocol. Nakushukuru sana kunikumbusha haya, maana mimi nikajibiwa niko nyumbani, na mtu akiwa nyumbani bwana ana uhuru, anaingia nyumba yote, usipomzuia ataleta shida kweli. Mimi nakushukuru sana kwa kunirudisha kwenye mstari. Wapendwa washirika wenzangu, leo tulikuwa pia tuna msaidizi wa askofu Mchungaji Peter Makala. Kwa bahati nzuri ni kwamba nilialikwa kule Ngelengele kwenye changizo kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha watoto. Sasa baada ya kuwasiliana na mchungaji tarehe 26, ni siku ya kuagana, lakini siku ya urafiki wetu kati ya Gaius na Kilakala, tukasema na sisi siku hii tuitumie kwa ajili ya kutoa shukrani mahali hapa. Mahali hapa Mungu ametenda makuu kwa ajili yetu. Kwa hiyo nikamwomba mchungaji Makala yeye sasa tuwakilishe kwa mgeni rasmi kule jimbo la Ngelengele. Nimshukuru sana katika mkuu kwa salamu ambazo amezitoa za kanisa. Na sisi tunaendelea kumshukuru Mungu sana. Na mimi nimekuwa mashahidi sasa, hata Esther nimemwona ameanza kuchangamka vizuri. Haya ni matokeo ya maombi yenu. Mmekuwa baraka sana mkituombea kila wakati, na sasa tunaendelea kuimarika kwa afya. Tunamshukuru Mungu sana. Niwashukuru sana washirika wote mliopata neno na kibali hiki cha kuja kuungana nasi katika ibada hii ya kumshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyotenda. Leo tunapoadhimisha siku ya matengenezo ya kanisa, niwaombe sana Wakristo. Hii mafundisho potofu yanakuja kwa sababu sisi wenyewe hatulifahamu neno la Mungu. Na kama ufahamu kitu mwingine kukuwekea mambo potofu ni rahisi sana. Hivyo wito wangu kwenu ninyi nyote, tupate nafasi ya kushiriki na kujifunza vipindi vya Biblia, kujifunza Biblia kwa undani zaidi, ili tulijue neno la Mungu vizuri, na kwa njia hiyo hatutapotoshwa. Martin Luther amekuwa mwasisi nzuri aliyelitetea kanisa kwa nguvu sana, hasa anapoona mafundisho potofu ya Biblia. Niwaombe sana wafundishe watoto wetu neno la Mungu, lakini na sisi tujifunze neno la Mungu. Na tukijifunza neno la Mungu kwa uaminifu, tunayo silaha ya kweli. Hatutarudishwa mafundisho haya. Baba Askofu Ole Ndelia anasema ni vibunga. Kuna vibunga vingi vinakuja vinapita, lakini
Lakini jambo kusherehekea mahusiano yetu kati ya Kilakala na Gaivasa, tuendelee kuombea mahusiano haya. Tumekuwa na mahusiano na watu wa nje, lakini tuweke na mahusiano pia hata na majirani zetu na ndugu zetu. Tuna mahusiano na sharika nyingine za ndani ya nchi yetu, maana na hao pia siku kama hii inakuwa siku yetu. Mimi nimemshukuru sana mwenyekiti wetu wa uhusiano, anaendelea kusimamia hili. Mimi nimebarikiwa sana kwamba endeleeni sasa kupanua wigo zaidi ndani. Kwa bahati nzuri mchungaji ametuwekea mahusiano mazuri na wale wenzetu wa kutoka pale Gairo. Siku hii ilikuwa ni siku nzuri na wao ya kuja kujifunza, lakini wakati mama wakati fulani mlienda kule Malamba, si ndio? Tulitegemea hata yule mmoja kutoka Malamba angekwepo mahali kama hapa kuungana na sisi. Kwa hiyo tutakapoanzisha mahusiano, hebu tuendelee kuimarisha kwa nguvu zaidi. Lakini mwisho ni kwamba sasa taifa letu Mungu ametupa zawadi kubwa sana. Sisi kuzaliwa Tanzania, kukulia Tanzania na tunaishi Tanzania. Hatuna nchi nyingine nzuri kama Tanzania. Nchi ya amani, tunaishi kwa kuvumiliana, kwa kuheshimiana, hatuna ubaguzi wa ukabila, wa udini, tumekuwa wamoja. Na kwa njia ya Kristo pia tumeunganishwa kuwa wamoja. Sasa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu tarehe 29, kwanza niseme yafuatayo. La kwanza, kuchagua ni haki ya kila mtu. Kumchagua mtu ni haki ya mtu. Kwa hiyo tutumie haki yetu ya kimsingi na sheria kwenda kumchagua kiongozi atakayetumikia taifa letu la Tanzania. Tusikae, tutumie. Lakini jambo la pili ni waombe, baada ya kupiga kula, hebu pata nafasi ya kutulia nyumbani wewe na familia yako. Kuna wengine ni wahuni wasije wakatumia nafasi hii kwa ajili ya kuchafua jambo lolote. Hebu kaeni nyumbani, piga kura yako, umemchagua kiongozi wako, kaa nyumbani. Lakini jambo la tatu, tuombee amani ikipotea hatutaweza kukaa kama tulivyokaa leo. Amani ikiwepo tutapata nafasi ya kuabudu. Amani ikiwepo tutafanya kazi zetu kwa uhuru zaidi. Amani ikiwepo tutatembea mahali popote pale. Amani ikiwepo tunaweza kushirikiana katika mambo mengi. Kwa hiyo niwaombe kila Mtanzania, kila Mkristo, kila mtu aidumishe amani. Amani ni tunu pekee sana ambayo Mungu ametupa. Na ndio maana hata katika mkazo wa maandiko matakatifu amesema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tuonyeshe bidii kutafuta amani kuliko kuingia kwenye machafuko. Tukiingia kwenye machafuko hatutaweza kukaa pamoja kama tulivyoelewa. Hivyo mwisho na kuendelea kurudia tena kushukuru sana mchungaji kiongozi, baraza la wazee na washirika wote, mabibi na mabwana. Mungu wa mbinguni awabariki, awatunze, huku tukiendelea kuombea taifa na kanisa la Mungu tangu sasa na hata milele. Amen. Makofi matatu na nini? Asante sana. Basi kwa wakati huu nimkaribishe sasa mwenyekiti wa partnership kwa ajili ya kutoka ripoti fupi, na baada ya hapo sasa tutasikiliza neno na kufanya maombi. Karibu. Mabibi na mabwana, na itifaki imezingatiwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ripoti hii fupi ni ripoti ya kipindi cha mwaka mmoja, yaani kuanzia tuliposherehekea miaka 5 ya partnership, yaani ile tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka jana
iliyopita, yaani tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka huu 2025. Tunamshukuru Mungu sana kwa neema ya maisha na kwa ushirikiano rasmi kati yetu na usharika wa Ngai Masai na kati yetu na sharika nyingine hapa Morogoro na kwingineko hapa Tanzania na hata sehemu nyingine nje ya nchi yetu. Kwa faida ya washarika ambao ni wageni kidogo katika usharika wetu, yani wamejiunga na sisi karibuni, na kwa faida ya wageni wetu wa leo, nipende kuwajulisha kwa kifupi kabisa kwa mwanzo rasmi wa ushirikiano huu ni baada ya kuwekwa saini ya makubaliano ya ushirikiano, yani partnership agreement document, tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2019 hapa usharikani Kilakala. Lakini kabla ya hapo, nipende kusema kwamba ushirikiano kati yetu na usharika wa Ngai Masai kule Ujerumani yalikuwepo, ambayo hayakuwa rasmi, na hapo tunawakumbuka mzee wetu Mzee Teri, Mungu ambariki sana, na mchungaji wetu tunajionyesha, na watu wengine kadhaa ambao walikuwa na ushirikiano na urafiki na baadhi ya washarika wa Ngai Masai. Sasa makubaliano hayo ambayo sasa ni rasmi yalihuishwa baada ya miaka 5 ya kwanza. Tulipata kipindi cha miaka 5 mingine tangu mwaka jana walipoweka sahihi kwa ajili ya tangu mwaka huu 2025 mpaka 2029, yani miaka mingine 5. Ushirikiano huu umeendelea kukua na kuimarika kama viashiria mbalimbali vya ukuaji vinavyoonyesha. Na kwa Jumapili ya leo tumechagua neno kama linavyosomeka pale juu, ambao ni utume wetu mkuu kama Wakristo. Kwa kawaida huwa tunapeana zamu nani watume neno la siku, na kwa mwaka huu ilikuwa zamu yetu Kilakala, tukachagua neno hili la utume mkuu, na tukalibadilisha kidogo kwa maana ya linavyosomeka. Ni neno lile lile la kutoka Mathayo na pia Marko 1:16 mpaka 20, na tukalipa kichwa hicho kinachosomeka pale kwamba uinjilisti na ufuasi katika urafiki. Jambo ni lile lile, utume ni ule ule, tumebadilisha kidogo kwa urafiki wetu ili liendane na urafiki, tuwe na dhumuni kuu ya makubaliano haya ambayo ni pamoja na kuhusika katika kazi ya kueneza injili ya Yesu Kristo kwa kuendelea kufahamiana na kwa njia ya kuombeana na kubadilishana taarifa na habari mbalimbali hasa za maendeleo ya shirika zetu. Pia kuwa na mawasiliano endelevu hususan baina ya vijana, kuwa na ziara ya shirika zetu mara moja kwa miaka 2, kuwa na ibada za pamoja kama hii tunayoifanya leo, na kuwa na shughuli za kidiakonia ikiwa ni pamoja na kuchangia jitihada za elimu kwa baadhi ya washarika. Naomba niseme kidogo baadhi ya mafanikio mpaka sasa hivi. Kwanza, tumeendelea kufahamiana na kujenga urafiki kama usharika, lakini na hasa kati ya washarika binafsi. Jambo hili limeendelea kuonekana kwamba tumeendelea kufahamiana na kujenga urafiki binafsi. Tumeendelea kubadilishana mahubiri na maombi angalau wakati wa Jumapili ya uhusiano kama tulivyofanya leo na miaka ya nyuma. Tumeendelea kubadilishana picha na video fupi za matukio mbalimbali, na kwa namna hii tumeendelea kufahamu tamaduni, mila na desturi zetu ili
iwe rahisi kuchangiana mawazo ya kimaendeleo na mawazo ya kiimani. Ziara zimeendelea kufanyika kwa kupokezana mara moja katika miaka miwili. Fanikio lingine ni huu mfuko ambao tumeuita jina The Light of Knowledge au nuru ya maarifa. Mfuko huu uliundwa tangu mwaka jana na mpaka sasa mfuko huu wa elimu umechangia elimu kwa vijana 15 wa usharika huu, 6 wakiwa ni wa kike na 9 wa kiume. Siku chache zijazo tutaanza kuwatangazia washarika kutuma maombi ya kusaidiwa kwa awamu ya pili kutoka katika mfuko huu. Baadhi ya mipango ya baadaye, tunapanga kuendeleza shughuli zote ambazo zimeainishwa hapo juu na hususan kutoa msaada wa elimu kwa vijana wenye uhitaji mkubwa. Pia tunamuomba Mungu sana atuwezeshe kubuni njia nyingine mbalimbali za kukuza na kuendeleza mfuko huu, ikiwa ni pamoja na kuwapata wachangiaji wenyeji wa hapa usharikani Kilakala, wachangiaji wa Tanzania na wachangiaji kwingineko nje ya nchi. Shukrani. Kwa niaba ya kamati ya uhusiano ambayo ni kamati ya watu 6, ninapenda kushukuru sana uongozi wa diocese ambayo ushirikiano na uhusiano huu tunakuwa chini ya ule mwavuli mkubwa wa diocese. Bila wao kutuwekea sahihi, hakuna kitu kinachoweza kufanyika. Tunawashukuru sana uongozi wa usharika kwa maana ya mchungaji kiongozi na washarika na wazee wa baraza ambao wamekuwa wakitutia moyo na kutukubalia katika mipango mbalimbali tunayoifanya. Zaidi kabisa napenda kuwashukuru washarika wote, washarika zote mbili, yani Kilakala na Gaimasai, ambao wamedumisha ushikamano na ushirikiano kila tulipohitajika kufanya hivyo. Kipekee kabisa kwa michango yao mbalimbali ya kifedha walioitoa kuendeleza mradi wa Kimambila, kwa mfano kuchimba kisima, lakini pia walichangia katika kuendeleza ukarabati wa jengo la shule ya watoto Sunday School, na kwa sasa liko katika hatua ya kuwekewa tiles. Pia kuchangia mfuko wa elimu, yani nuru ya maarifa. Tunaomba baraka za Mungu ziwe pamoja na kila mtu aliyehusika kufanikisha mahusiano haya. Mungu awabariki. Asanteni kwa kunisikiliza. Amina. Naitwa Doris Matovel na ni mwenyekiti wa uhusiano. Ninaomba wajumbe wa uhusiano walipo popote, naomba wasimame. Ndugu Dafa, Mrs. Margaret Levy, Kikondateni, na tumepata wajumbe wengine hivi karibuni, mjumbe Mwidete Mabwalwa na mjumbe Antilina uliposimama. Asanteni sana, tumeshirikiana vizuri na mpaka sasa hivi tuna chochote ambacho tumefanikisha ni kwa sababu ya ushirikiano kwanza kwa washarika, lakini wajumbe wenzangu katika kamati ya uhusiano. Mungu awabariki sana. Asante sana. Muombe mama mchungaji Mduma na mama mchungaji Onyesha waje hapa. Mama mchungaji Mduma na mama mchungaji Onyesha waje hapa. Mkutano huu kati ya usharika wa Kilakala na Gaimasai. Mwenyekiti, naomba nikukabidhi kwa njia ya kumpa Biblia ili kuonyesha kwamba uhusiano wetu huu
umejengwa na neno la Mungu. Na kwa sababu hawa wote wazee leo hawapo, naomba wao pamoja na mimi tushike, tukabidhi kwenu hii Biblia, ya kwamba uhusiano wetu utaendelea kwa njia ya neno la Mungu kati ya Gaimasam na kila kaya. Na ndio maana ishara ile ya kushikana mikono, naomba tushike wote Biblia hii tukabidhi, ikiwa ni ishara tu na alama ya uhusiano. Sasa mchungaji pamoja na mwenyekiti, sisi tunawaombea ili uhusiano huu usife, uendelee kudumu, na tunapoona zetu walioko huko Gaimasam, basi waone daraja lile kila wakati ni la kuvuka, ni la kutembelea. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante.
mengi kwa wapare na yale ya tatu nani? Barikiwe na Bwana. Nikaribishe Wanyakyusa. Wako tunakuja mbele zako Bwana tukisema asante. Tunakushukuru kwa zawadi nzuri ya uhai uliotupatia watoto wako. Asante kwa kutusaidia kufika siku ya leo, Mungu, tukiwa na nguvu na afya njema. Tunaamini wako wengi waliotamani kufika, lakini Bwana Yesu, sisi tuwachache kati ya wale wengi ambao tumepata kibali. Si kwamba sisi ni wema sana, ila ni kwa neema na upendo wako. Kipekee Mfalme wa amani, tunakuja mbele zako tukiomba rehema na toba. Sisi ni wanadamu, Bwana. Tunapokosea kwa mawazo yetu, maneno na matendo yetu. Tunaomba rehema Mfalme wa amani, ukatusamehe ili maombi yetu haya yakapate kibali mbele ya macho yako. Kipekee Mfalme wa amani, ninakuja mbele zako nikiomba kwa ajili ya uchaguzi, kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kipekee Bwana, tunakushukuru kwa kutuweka katika taifa la Tanzania. Asante kwa amani na utulivu ambayo ipo katika nchi ya Tanzania. Kipekee tunaomba rehema Bwana pale ambapo yamkini sisi kama Watanzania hatukufanya sawa na mapenzi yako. Tunaomba rehema yamkini viongozi wa nchi pia hawakufanya sawa na mapenzi yako. Tunaomba rehema yamkini vinywa vyetu vilitamka mambo kinyume na mapenzi yako kwa habari ya nchi hii. Tunaomba rehema Bwana. Yamkini pako mahali tulisema sisi ni wa hivi tu na ndio maana hatupigi hatua, Bwana. Tunaomba rehema ukasamee maneno yote ambayo tuliyatamka kinyume na mapenzi yako. Na kipekee Bwana Yesu, tunakuja mbele zako tukiweka tarehe 29 mwezi huu wa 10 mikononi mwako, Bwana. Tunaomba ukae pamoja nasi katika siku ya Mfalme wa amani. Tunapenda kuchagua rais wa bunge na madiwani. Mungu, tunaomba ukasimamishie viongozi waliobeba kusudi lako. Tukikataa roho ya mazoea katika jina la Yesu. Bwana Yesu, tunatamani ukafanye kitu cha tofauti mwaka huu. Tunaomba Mungu ukatuonekanie kwa namna ya tofauti kabisa. Lakini pekee Bwana Yesu, kupiga kura ni haki yetu. Tunaomba ukapate kutupa kibali cha kufika maeneo ambayo yameandaliwa maalum kwa ajili ya kupiga kura. Tukapige kura tutimize ile haki yetu, Bwana. Lakini Mungu, wewe ukasimamishie viongozi waliobeba kusudi lako. Tunaatania amani ya nchi ya Tanzania. Tunaatania utulivu wa nchi ya Tanzania. Mipaka yote ya nchi tunaifunika kwa damu ya Yesu. Tukikataa kila mipango ya ibilisi, kila mbegu ambayo shetani amepanga kuvuruga amani na utulivu wa nchi hii. Tunaamini Mungu wetu wewe ni mwaminifu, na katika madhabahu hii tunaamini Mungu utakwenda kutenda sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunarudisha sifa na utukufu mbele zako Baba yetu. Ni wakati mwingine tena ndani ya ibada hii na madhabahu hii, Mungu wetu, tunarudi tena kurudisha sifa na utukufu mbele zako. Tunakuja mbele zako tukikushukuru kwa ajili ya matendo makuu ambayo Baba yetu umeyatenda katika kanisa letu, lakini pia katika dayosisi yetu ya Morogoro. Tunakushukuru kwa ajili ya viongozi wakuu Dr. Pindua na Mchungaji Makala ambao wameteuliwa kuwa viongozi wa dayosisi yetu. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunajikabidhi mikononi mwako na tunawakabidhi hawa viongozi mikononi mwako.
Tunaomba ukawajalie afya njema wakati huu wanakiendelea kuandaa kwa ajili ya siku ya tukio kuu la kusimikwa kwao. Linda afya zao Baba yetu na Mungu wetu, kwa sababu sasa ni wakati ambao maandalizi ya siku hii kuu tarehe 9 mwezi wa 11 2025, yapo maandalizi ambayo yanafanyika. Tunaomba pia utupatie hekima na nguvu za kuandaa na kushiriki katika matukio ya kidini yatakayojenga imani zetu na kutuleta pamoja kwa umoja wa kiroho. Bwana, tupe mioyo ya kusaidiana na kushauriana na kupeana moyo katika changamoto za maisha na huduma. Mwisho, tunakushukuru Mungu wetu kwa kutuwezesha kushirikiana kwa amani na upendo. Tunajua kuwa ulipo upendo ndipo ulipo wewe. Endelea kuwa kiini cha urafiki wetu na ubariki mashirika yote mawili tangu sasa na hata milele. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Asante sana. Asikie kuomba kwetu sasa na hata milele. Amen. Sharika tukae. Sasa nikaribishe watoto kwa ajili ya wimbo wa pili. Karibu. Kaja nayo kaa mpaka ikamalizika. Alipoondoka kaja mchungaji Onyesha. Mchungaji Onyesha naye tukakaa naye vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sana katika uluteri wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakumbuka tulikuwa waluteri, lakini unajua unatakiwa ukae sawa sawa katika uluteri. Naye alituweka sawa sawa. Tulikuwa tukiingia kanisani, wazee wa kanisa, hata ile system ya kubendi ilikuwa hamna. Tunaingia tu moja kwa moja. Akasema hapana. Hapa ukifika lazima uende hivi, lazima uheshimu madhabahu, lazima uende hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na hiyo kutushape katika uluteri, akaliendeleza jengo hili. Hili jengo linang'aa, akaweka madhabahu ikawa vizuri. Huyu alikuwa mchungaji Mduma, akafanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na hayo, niwape siri, kipindi kile anakuja mchungaji Mduma sasa, na usharika wa Kilakala watu wakaanza kuwa wengi wastaafu. Watu wameanza kuwa wazee. Tuna vijana wachache wamekwisha sambaa, lakini mchungaji Mduma akawa na network kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Namba za simu alizokuwa nazo kwenye simu yake hazikuwa za hasara. Kila mtu alikuwa na namba yake kwenye simu yake, alikuwa faida. Kwa hiyo alituunganisha sana na watu wa nje katika kutuboost, kutuendeleza. Bwana Yesu asifiwe. Harambee mbalimbali zilifanyika na zilisaidiwa sana kutusukuma na watu kutoka nje. Tukamshukuru Mungu sana kwa hilo. Lakini alipostaafu baba yetu mzee Mduma, akaja mchungaji wetu ambaye sasa ni baba askofu mteule, naye akaendeleza kijiti pale, akaendelea kutushikamanisha. Lakini akaendeleza naye, kuna mambo makubwa sana aliyafanya daktari Pinduo. Na kama ninavyoeleza, kipindi hiyo usharika kidogo, watu wengi sasa wakawa ni wastaafu, hawana zile nguvu tena kama mwanzo, kama walipokuwa wanaanza kujenga kanisa hili. Lakini hakuchoka, naye akawa na marafiki wengi, wakaja wakatushika sana mikono hapa katika kufanya mambo mbalimbali. Kama mnakumbuka, tukanunua kiwanja kiko pale mbele, tukaweza kukinunua. Lakini tulikuwa tuna shamba pori liko Kimambira, ambalo tulinunua wakati wa mchungaji Onyesha.
Mchungaji wetu huyu akakazana akahakikisha ile shamba limerasimishwa, limepimwa rasmi. Tukafuata sasa, upimaji ukafanyika, tukawa na shamba ambalo ni letu rasmi. Tukapanda miti kama miti 1200 mitiki ambayo iko pale, lakini akasema hapana, akawa na maono makubwa zaidi. Akasema mimi naona mambo makubwa kwenye hili eneo. Basi na sisi wenye imani kidogo akaendelea kutuongeza imani kwamba msihofu, tutakwenda. Na kweli Mungu akasaidia, ikaanza madarasa pale, akajenga madarasa mawili, nyumba ya mlinzi, pameanza kuonekana kama kwa kweli ni eneo la kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Umekuwa baraka sana, hatuwezi kukusahau uendako. Bwana Yesu asifiwe. Hizi mali ambazo mmetuachia hapa ni mali za usharika wa Kilakala. Bwana Yesu asifiwe. Usharika wa Kilakala kwa kweli tuna haki, kweli kuna sababu ya kuacha kumshukuru Mungu. Kuna sababu ya kuacha kumshukuru Mungu. Kwa kweli lazima tuendelee kumshukuru Mungu. Pamoja na hayo, mchungaji umeendelea kutupa marafiki mbalimbali katika usharika wetu kama ulivyosema. Wale marafiki ambao umetuunganisha nao wameendelea kwa baraka kwenye usharika wetu. Wameendelea kutusaidia tunapokuwa na harambee au chagizo mbalimbali, tumekuwa tukiwatumia, na kwa heshima yako wameendelea kutusaidia na kutupigania. Kwa kweli hiyo yote ni michango ambayo umefanya katika usharika wetu wa Kilakala. Yapo mambo mengi sana ambayo umeyafanya, hatuwezi kuyasema yote, lakini kwa kweli tunakuombea kwa Mungu kwamba aendelee kukutia nguvu na kukuongezea hekima, busara katika kazi au cheo chako kipi ambacho Mungu amekuchagua. Shuka chini, shuka chini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli sisi tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii na kwa siku hii ya leo ambayo tulipanga na kupangua, lakini Mungu yeye anayehitimisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba askofu mteule, sisi tunashukuru sana. Tunasema tufanye tukio hili kabla ya kufanya kisha kupata inakuwa ni shughuli. Lakini leo tunashukuru kwa kweli tumepata nafasi ya kushukuru rasmi kwa utumishi wako hapa Kilakala. Umefanya shughuli nyingi za utumishi na za kijamii, na wana Kilakala wote tunasema asante sana. Na Mungu akutangulie katika kila hatua zako. Tumeandaa zawadi kama alama tu, tunasema msikiti kununulie nini, lakini kama gari unalo, kama wimbo unayo, kama basi tukupe, utanunua ambacho kitakufaa na familia, ambacho kitakufurahisha na moyo wako. Wana Kilakala wote usharika mzima tumetoa zawadi ya shilingi milioni 2. Sio ambapo tunaahidi kukupa zawadi hapa kwa askofu mteule, ni tunakupa zawadi cash milioni 2 kutoka usharika wa Kilakala. Tunaomba upokee. Sasa labda tuendelee na vikundi sasa. Tuendelee na vikundi. Mama yangu, Mama Mwakasa, neno moja kwa ninapenda kutumia. Ila kidogo tumika mwanangu. Sasa nimejua maana ya kutumika. Akisema mkazi huo. Msingi mimi nilipokuwa nayafanya haya yote nilihesabu kwamba moja ni Kristo mwenzenu, moja na tunzo Mungu alinipa ya utumishi, lakini nilihesabu mimi ni Kristo mwenzenu. Nilipokuwa nikitumika, nimetumika tu nikijua ya kwamba kipindi changu nitumike na baadaye niondoke. Haya niliyofanya yamenithibitishia upendo, utu wema uliojaa kweli. Mimi pamoja na mke wangu, lugha nzuri tunaweza kusema asante sana.
tena ile lugha naona haitoshi, lakini tunasema Mungu ambaye amewawezesha ninyi nyote kutupa zawadi hii, awabariki, awalinde, awatunze. Nimesema mchungaji, ushirika wa Kilakala daima tabaki kuwa alama na kumbukumbu katika utumishi na maisha yao. Nasema hili kwa sababu tangu nilipofika mwaka 1995 Zeno hebu yake mama Zirai Joa huyu alikuwa ndiye mtunza hazina. Sadaka ni shilingi 1,500. Lakini timu hii wawili, Mzee Ulasa uko wapi? Simama. Mzee Maleko simama. Mama Teri usimama. Hawa tunaijadili shilingi 1,500 jinsi ya kujenga kanisa hili. Lakini kwa nini nimewaita hawa? Nimewaita hawa kwa sababu miaka ile mimi niliwaomba hawa, ninyi wazee, mimi bado kijana, naomba niende shule huku nitawatumikia. Hawa wazee hawa wakaniambia nenda shule. Si watu wema sana hawa? Baraza lile la wazee wakasema nendeni. Akina mama Gombe wakiwa na mzee Gombe wakiwa ni washarika wakati ule wakasema nendeni. Lakini kawaambia shule ina masharti ile, natakiwa nivae kaptula. Wakasema haina aibu, nenda. Nikavaa kaptula. Lakini nikirudi huku nakaa na wanafunzi wa kipaimara. Hawa ninawashukuru kwa sababu wangetaka kunibinya na kuniua wakati ule, yamkini nisingeonekana tena. Bwana asifiwe. Hicho ndicho nilichotaka kusema, kwamba wamekuwa wema 95. Naomba mrudi. Lakini kwa bahati nzuri nimerudi 2020. Ananipokea baba mchungaji Mduma pamoja na mama na ninyi nyote. Mchungaji mzee Mduma amekuwa mnyenyekevu, akinikabidhi kijiti na amenipa katibu Mama Lebi. Mama Lebi, uje hapa. Baraza lote lile tuliofanya kazi na mimi kuanzia 20, katibu msaidizi naomba uje hapa kabisa mama. Muone na wenye viti wote. Hawa watu, haya yote niliyoyafanya, haya mnayaona ninyi, hawa wamekuwa washauri hawa. Mngenishauri vibaya, leo hii nisingepokea zawadi hii sana. Margaret pamoja na Carl, asanteni sana, na baraza lote kwa ushauri mzuri. Huyu mama muda mwingi sana alitoa maisha yake kama sadaka kunishauri. Akipokea shukrani huyu mzee Lebi, nimshike mkono wa shukrani ya pekee sana. Baba, naomba nikushike mkono huu kwamba ulimruhusu mama kuwa mtumishi kweli. Nakushukuru sana. Asante sana mzee Lebi kwa zawadi uliotupa kwenye kanisa ili huyu mama atumike. Amekuwa baraka mno, na haya yote ni kwa sababu moyo wako wewe umeruhusu. Tunakushukuru sana. Asante sana. Naomba mrudi. Mama huyu akasema ngoja nikukabidhi kijiti, akakabidhi taratibu tu bila kusema tu. Taratibu. Ilipofika miaka ya mwisho anasema sasa nakwambia kwa uwazi kabisa, nimetumika vipindi viwili, sasa inatosha. Moyo wangu ukawa unatetemeka. Kabia mama asema hapana, kazi ni kazi ya vijiti, tuwape wengine wajifunze.
kutupatia viongozi hawa wa dayosisi yetu, Baba Askofu Dr. Pindua na msaidizi wake Baba Makala. Umetupatia viongozi hawa wa dayosisi yetu, Baba Askofu Dr. Pindua na msaidizi wake Baba Makala. Baba Mungu, tunarudisha shukrani zetu kwako Mungu, kwako Mungu, kwako Mungu. Baba asante kwa kutupatia viongozi hawa, Baba asante kwa kutupatia viongozi hawa.
kanisani. Wewe ni mmoja wa jumuiya ya kanisani na ulikuwa na sisi mara nyingi sana katika maombi. Sawa. Haya. Okay. Kila kala. Hakuna. Pambio. Nenda na pambio hivyo. Pika. Kama wewe Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wako mchungaji wetu. Asante kwa kuhudumu, lakini usije kukata tamaa. Sisi tunakutegemea. Tunakushukuru sana na Mungu akubariki. Pokea kidogo ambacho tumekuandalia.
Mtakatifu waponye ili wakutane na nguvu na uweza wako. Utusaidie hayo Baba, kwa ajili yake Yesu Kristo aliye mpatanishi na mwombezi wetu na anayetufundisha sala kuu tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa kama yanatimizwa. Tupe leo riziki, tusamehe kama nafsi, usitutie majaribuni, lakini kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu. Bwana akae nanyi. Tumuhimidi Bwana. Tumeitwa kufanya uinjilisti na ufuasi katika urafiki, lakini tumeitwa kuwa wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, na tunaagizwa na kuelekezwa kwenda kufundisha neno la Mungu, kwenda kuhubiri, lakini na kubatiza. Pokee baraka za Mungu sote tunayotumaini. Bwana Mungu akubarikie, akulinde. Bwana Mungu akuangazie uso wake na kukufadhili, na Bwana Mungu akuinue uso wake akupe amani. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.